Wahenga walisema kwamba mwaka wa tabu majanga huwa hayaishi. Ndicho ambacho unaweza kukizungumza mara baada ya taarifa ambayo ilitoka siku ya jana kuhusu kufungwa kwa uwanja wa New Amaan Complex, miongoni mwa viwanja bora, viwanja ambavyo kwa siku za hivi karibuni ulikuwa unatumika pia katika michezo kadhaa kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa uwanja huo umefungwa na mamlaka ya huko visiwani Zanzibar, ikiwa tu ni sehemu ya kupisha ukarabati kwa ajili tu ya maandalizi ya mashindano ya AFCON ambayo yanatazamiwa kuweza kufanyika mwaka 2027 Tanzania kwa kushirikiana na mataifa jirani ya Kenya na Uganda. Sasa story na habari zimekuwa ni nyingi kuhusu klabu za Simba na Yanga watatumia uwanja gani katika mechi zake zile za awali kunako mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwani tayari tumekwisha fahamu wapinzani wa timu hizi mbili, kwa maana Young Africans yeye atacheza dhidi ya Gaborone ya huko nchini Botswana, huku klabu ya Simba wakicheza dhidi ya Mighty Wanderers ya huko nchini Malawi. Na uwanja ambao kidogo ulikuwa una tazamiwa ulikuwa ni uwanja wa New Amaan Complex, kutokana na kile ambacho tulikuwa tukikishuhudia kwamba unafaa kuhodhi mechi kubwa na shindani zenye mvuto wa aina yake. Sasa viwanja ambavyo vimesalia ni vipi? Kwanza kuna uwanja wa KMC Complex ambao pia vilabu hizi viwili wana uwezo wa kwenda kuutumia, lakini bado katika upande wa capacity, namna ambavyo timu hizi mbili zimekuwa zina uwanda mpana wa mashabiki ambao wanaweza wakahudhuria kwenye mechi hizo, unaweza ukawa sio rafiki kwa kiasi kikubwa kwenye kucondense mashabiki wengi ambao watakuwa wanachachu ya kwenda kuona timu zao pale ambako zikicheza mechi zao za awali kwenye maandalizi tu ya kufuzu katika hatua ya makundi kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sadari na hayo, uwanja wa Uhuru pia tayari umekwisha funguliwa. Tumeona mashindano ya matamasha makubwa ya timu hizi mbili, Yanga Day na Simba Day, yalifanyika katika uwanja huo. Kwa hiyo ni uwanja mwingine ambao una huo uwezo wa kuhodhi, lakini pia katika upande wa ile capacity ya mashabiki, uwanja huu unaingiza mashabiki takribani zaidi ya 20,000 tu, jambo ambalo linaweza lisiwe favorite katika upande wa timu hizi mbili, na namna ambavyo wamekuwa wana fan base kubwa ambayo inawawezesha wao kuwa na mashabiki wengi wenye chachu na shauku ya kuja viwanjani na kutoa sapoti kwa timu yao pale ambako wakiwa wanakwenda kucheza mechi kadha wa kadha. Lakini pia uwanja wa Azam Complex Chamazi, uwanja ambao tumeshawahi pia kushuhudia mara kadhaa timu hizi mbili wakiwa wanautumia kwenye mechi za awali, nao pia shida yake ni ile ile, kwa maana capacity, kwa maana ule wingi ama idadi ya mashabiki imekuwa ni chache, kwa namna ambavyo ile capacity imekuwa ikiwa ina rate ya namna hiyo. Mbali na hivyo, uwanja mwingine ni uwanja wa Gombani katika visiwa vya Pemba. Uwanja huu ambao pia unapatikana visiwani Zanzibar ni miongoni mwa viwanja vikubwa ambavyo tulivishuhudia pia kwenye mashindano ya Mapinduzi, ukiwa ulipata fursa ya kuhodhi mchezo wa finali, mchezo ambao uliwakutanisha Young Africans dhidi ya Azam Football Club, mchezo ambao ulitamatika kwa Young Africans kuibuka na ushindi kwa mikwaju ya penalty. Lakini pia uwanja huu pia ni uwanja ambao bado katika upande wa capacity umekuwa hauna ile rate nzuri ya contain mashabiki wengi ambao wana uwezo wa kwenda kujitokeza kushangilia ama kutoa sapoti kwa timu hizi mbili moja kwa moja. Kwenye hivi viwanja vinne ambavyo nimevizungumza hapa, mtazamaji, ni viwanja vitatu tu ndivyo ambavyo vina nyasi bandia, kwa maana ile carpet, lakini uwanja wa Gombani ni uwanja ambao una nyasi za asili. Sasa kwa kanuni za shirikisho la soka barani Afrika CAF, nyasi za asilia zinaweza kutumika katika upande wa hatua ya makundi, sambamba pia na kwenye hatua ya mtoano huku, kwa maana ya preliminary round, first na second. Lakini pia kwenye hatua ya makundi ndiko ambako wanatumia uwanja wenye nyasi asilia pekee. Kwa maana gani? Yani katika hizi hatua za awali uwanja wowote unaruhusiwa, ila tu uwe umekizi vigezo, kwa maana uwe wa carpet, uwe wa asili, wanaweza wakatumia. Lakini ikifika kwenye hatua ya makundi ndiko ambako kanuni hubadilika, na CAF wanahitaji kwamba uwanja wenye nyasi asili, kwa maana nyasi za kupandwa, ndio ambao uweze kutumika. Kwa hiyo mbali na kufungiwa uwanja
wa New Amani Complex, Simba na Yanga wana uwanja mpana wa kuchagua viwanja vingine ambavyo nimevitaja hapa, licha ya kwamba vina capacity ndogo ya idadi ya mashabiki ambao wanaweza wakaingiza. Kwa hiyo wanaweza tu wakakosa ile quality ya uwanja wenye hadhi ya kuingiza mashabiki wengi kama vile ambavyo upo uwanja wa New Amani Complex, uwanja ambao umekaa katika eneo zuri na ni miongoni mwa uwanja ambao tumeshuhudia namna ambavyo umekuwa favorite moja kwa moja. Naitwa Leopard John, nyuma ya kamera alikuwepo Yusufu Mpuma. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa na Anuari TV.